Na kitu kingine, mashosti zangu, mashabiki, nataka nishauri baadhi ya kina mama wale ambao wameachika kwenye ndoa zao. Mwanamke mwenzangu, kama una akili, usiache mtoto wako kwa baba yake. Ukiona ujumbe umekushinda, umemchoka mume wako, umeamua kutoka, usiache watoto wako, akiwa ni wa kiume, akiwa ni wa kike. Kalee watoto wako. Allah ndo analea watoto, ndugu zangu, na ndiye maana baadhi ya singomani wanalea watoto na Mungu analeta riziki. Watoto wana riziki zao. Kwa hiyo situpi mtoto kwa mume. Kuna baadhi ya waume wanaingilia watoto wao wa kike. Kuna baadhi ya wanaume wanalawiti watoto wao wa kiume. Kwa hiyo ndugu zangu, baadhi ya kina mama, pendeni watoto wenu. Kama mwanaume amekuacha, nenda na watoto wako. Mwanaume anaga mapenzi na mtoto. Mwanaume kama hujazaa anakuambia zaa. Ila Mungu akikujalia ukijifungua wawili watatu, anabadilika. Na ndiye maana ana uwezo wa kutembea na mtoto wake au analawiti mtoto wake, baadhi yao. Sasa kwa hiyo kina mama, ushauri wa mama lao, ndoa imekushinda, toka na watoto wako. Usimwachie mwanaume watoto wako. Mungu atakulindia watoto na watakuwa. Baadhi ya wanaume wanabebesha mimba watoto wao wa kike, wanalawiti watoto wa kiume. Baadhi yao wako kama mashaitani wa kibinadamu. Sasa kwa hiyo ndugu zangu, kama unawapenda watoto wako, kateseke na watoto wako, usiwatelekezi. Baadhi ya wanaume kwa sasa, dalili za kiyama, hawana hofu ya Mungu, hawajali. Na ndiye maana mwanaume ana uwezo wa kukutupa na watoto, akaenda kuchukua mwanamke hana mtoto hata mmoja, au hazaagi kabisa ngumba, au akalia watoto wa mwanaume mwenzio. Kwa hiyo sasa, kina mama, ukishindwa ujumba, toka na watoto wako. Bila hivyo mumeo atakuzalishia watoto na ni wa kwake aliyowazaa.